Habari za leo. Kuna watu ambao Mungu waletaga katika maisha yetu kwa makusudi sana. Yaani katika maisha ya kila siku kuna watu ambao Mungu anapangaga kwamba wawe miongoni mwa watu walio karibu na wewe kwa makusudi sana. Labda niseme hivi, kwa wale watumishi wa Mungu watanielewa sana hapa. Watumishi wa Mungu kwa maana ya kwamba mabishop, wachungaji, mitume na manabii, walimu na wainjilisti, mashehe. Shehe si mtumishi wa Mungu Shehe ni mtumishi wa Mungu. I think so. So, watumishi wa Mungu wa namna hiyo nadhani watanielewa sana. Kwamba unajikuta uko katika kazi ya Mungu, uko katika huduma. Na hiyo huduma ulionayo hiyo, labda umeanza peke yako au na watu wale watatu hivi. Sasa ile kampani ya watu ambayo Mungu ameituma, ameagiza ikusupport, miongoni mwao kuna wale ambao wamelengwa kuwa pamoja na wewe kwa muda, kwa kitambo. Na mara nyingi hata wao pia hawajui. Hata wao wanakuwa hawajui kabisa. Yaani hawajui kwamba wako pale for the purpose, for the special mission. Wanakuwa hawajui pia. Na mbaya zaidi, hata mtumishi wa Mungu pia anakuwa hajui. Anaweza pia naye akasijue. Asijue kabisa kwamba na watu 100 au 200. Lakini inawezekana hapa watu 100 hawa miongoni mwa 200 wametumwa na Mungu makusudi ili wanisupport, wani accompany, wanipe company. Watu wanasema hivyo, company. Wanitie moyo, wanitie nguvu kwa muda maalum na kwa sababu maalum. Na kwa maana hiyo, baada ya huo muda na baada ya hizo sababu, basi wakarudi mmoja baada ya mwingine. Nadhani watumishi wa Mungu watanielewa hapa. Kwa hiyo baada ya huo muda, baada ya hayo majukumu, wakaanza kurudi mmoja baada ya mwingine. Kurudi wapi? Kule walikokuwa kule. Sasa hapo ndipo tunapopata changamoto watumishi wa Mungu walio wengi. Ulishawazoea hivi na hivi. Ulishafurahi hivi na hivi. Unajua maandiko matakatifu yanasema kwamba fahari ya kiongozi, fahari ya mfalme ni watu wake. Sasa ulishafurahi kiongozi, safi sana hivi na hivi. Lakini ghafla mmoja hadi mwingine, unabaki na watu kadha wa kadha, wachache kwa idadi yao, kutokana na makusudi ya Mungu sometimes. Sasa kiongozi hapo unaumia kweli, unaumia. Kwa nini? Mungu nimefanya nini hapa? Kuna tatizo gani? Unajua hivi na hivi. Watumishi wa Mungu mliokomaa kwenye huduma mnanielewa nadhani. Hiki ni chakula cha watumishi wa Mungu ambao ni wazee kwenye kazi ya ufalme wa Mungu. Maana kila mtumishi wa Mungu wa namna hiyo, naye yasema haya kwake ni cha mchezo, kwake ni marudio. Na haya ndiyo anayekukomaza mtumishi wa Mungu, kamanda wa ufalme wa mbinguni. Sasa sio kila mtu aliyetumwa katika maisha yako, au sio kila mtu aliye pamoja na wewe katika majukumu yako kwamba ataendelea kudumu pamoja na wewe. No, haipo hiyo. Haipo. Yaani kiongozi wewe unielewe sasa. Sasa itakapokuwa imetokea hivyo, uliyekusudia kwamba huyu na hivi na hivi, unajua sasa huyu ni safi sana, huyu ni msingi, huyu ni nguzo sana huyu. Kitokea mtu namna hiyo, kesho akarudi nyuma, akaondoka, tena naweza karudi nyuma kwa mazingira tofauti sana. Wakati mwingine uliwahi kumbeba mgongoni, uliwahi kumsaidia hivi na hivi. Unajua utumishi. Mtumishi wa Mungu ambaye ni mtumishi wa Mungu unayesema ananielewa. Umewahi kumbeba sana, yani umbeba sana. Unaposema kubeba unanielewa mtumishi. Sasa huyo
Ndio wakati mwingine anaweza katoka kwa mkwara mzito sana. Ukalia ukasikitika, da, kweli? Na wewe jamani, na wewe kweli? Naye huyu angenifanyia haya? Hayo tumeyaona sana hayo. Hiki ndicho chakula cha watumishi wa Mungu makamanda. Sasa nitimishe kwamba kitokea hivyo, sikitika kidogo, furahi sana. Ikitokea hivyo, sikitika kidogo, unasikitika kwa sababu alikuwa sehemu ya wanafamilia yako, sehemu ya wanahuduma yako, sehemu ya marafiki zako, sehemu mtu muhimu sana katika maisha yako. Lakini ikatokea hivyo bila sababu, yani ghafla tu vurugu zainuka na jini. Yani unaelewa mtumishi wa Mungu, ghafla. Tumeyaona sana hayo. Jambo dogo tu jamaa ni kama ameingiwa na pepo hivi. Ni kama ameingiwa na shetani hivi. Unajiuliza huyu jamaa vipi? Yani vipi jamani? Yote. Basi kitokea hivyo jamaa kaingiwa hivyo, ujue naye sio yeye, inawezekana ni makusudi ya Bwana. Huyo mtu alituma kwako makusudi ili akupe accompany, akupe support. Halafu baada ya hapo arudi huko. Anaweza karudi alikotoka au akaenda kwingine. Yaani Mungu akamtuma kwingine ili na kule awatie moyo au ape tafu. Kwa lugha nyingine kuna watu ambao ni watumishi wa Mungu kwa mfumo huo. Leo yuko kwenye huduma hii, anatumwa, anapofika pale ghafla anaanza kuangalia, nitafanya hivi, nitasaidia hivi. Basi watu wanachangamka, wanafurahi. Alafu akishafanya hivyo, basi anasikia roho fulani inamuingia, hapa na penyewe nitoke bwana. Unaona watu wako hivyo. Unajua Mungu ana watumishi wa Mungu wengi. Mungu anao watumishi wa Mungu, anao watumishi wake wengi wa kila aina. Nao ni watumishi wa Mungu. Kwa hiyo na hapa alipoingia na penyewe anatoka. Baada ya miaka 3 na penyewe hapa anapotoka. Lakini anatoka ameshafanya mambo makubwa pale, ameshafanya kazi kubwa, unaona anatumika sana. Kwa hiyo kuna watu wenye utumishi wa namna hiyo. Sasa ikitokea katika maisha yako namna hiyo, jamaa akakuacha hivyo katika mazingira magumu, usikitike kidogo, ufurahi sana na mshukuru Mungu. Na usimchukie. Nimaliza na hilo. Usimchukie. Usimchukie, utaumia ndio wakati huo, lakini usimchukie. Kesho kimkutana, bwana asifiwe sana. Baba lazima muendelee usimchukie. Ukijua haya itakusaidia katika huduma. Na utaumia. Kweli hivyo mbeba jamani anafanya hivi kweli. Usimchukie, kimkutana salimiana. Ijapokuwa yeye anaweza kawa na aibu, unajua, na aibu na kujisikia hukumu, asikusalimia kapita hivi. Kule kupita na asikusalimia na nini, sio kwamba hakutaki au hakupenda. Anakupenda, ila ni hukumu ndani ya moyo wake. Lakini wewe jaribisha kumpokea na kutokumchukia. Tukijua kwamba nao ni watumishi wa Mungu wengine kwa design nyingine. Kwa hiyo nihitimishe kwamba katika maisha yetu na marafiki ambao Mungu anatuleteaga, baadaye anawaondoa Mungu mwenyewe. Naona kwa makusudi kabisa. Alafu anawapeleka kwingine, alafu Mungu anakuletea marafiki wengine. Asante sana, nikutie moyo wewe mtumishi wa Mungu. Nadhani umenielewa kwa sehemu fulani. Siamini kwamba yote hayo hujaelewa. Angalau mmoja tu itakujenga. Bishop kaenda kuzapa naongea. Amen. Asante.